Naam, karibu tena katika channel yetu pendwa kabisa, channel ambayo inafahamika kwa jina la Teacher Sauti ya Sifa. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuedit effect ama kuweka effect kwenye video yoyote ili tuweze kutengeneza uchawi ama tuweze kutengeneza wanasema kama vile vitu fulani vya maajabu sana. So mbele yangu hapa tunaanza mafunzo moja kwa moja. Unaona na chuma fulani kama hichi. Hichi chuma ni kutokana tu kwamba sina stendi kubwa. Kwa hiyo sasa hichi chuma itakwenda kushika simu itakaa kama hapa hivi. Simu itakuwa imekaa hivi. Lakini hii inamaanisha nini? Ni stendi ya kamera. Unapo edit movie kwenye unapoedit uchawi ni lazima uwe na stendi ambayo imetulia, yani stendi ambayo inaleta motisha. Leo nitakwenda kukufundisha jinsi ya kuweka effect za moto kwenye mkono ama effect zozote, lakini pia nitakwenda kukupa ufafanuzi mzuri sana ili uweze kuedit kitu chochote ambacho unakifikiria katika akili yako na ukaweza kupitia mimi ama kupitia mafunzo yangu. Cha kwanza kabisa ni lazima una stendi. Kama utakuwa na stendi, basi twendeni tukaingie kwenye mafunzo moja kwa moja. Tutaanza kwanza kushoot video, then baada ya kushoot video tutakwenda kuingia katika edit ya UCut ili tuweze kuweza kuedit kupitia simu yetu ya mkononi, na ndio edit UCut ambayo inakuwa ipo vizuri, lakini pia unaweza kuielewa. Kwa kuanza kabisa niseme kwamba wewe ambaye bado hujabonyeza neno lililoandikwa subscribe, hakikisha unabonyeza neno hilo, lakini pia hakikisha unatoa comment, pia una like hii video ili na wengine wengi wanione waweze kujifunza mafunzo haya. Kwa tukaanze mafunzo. Naam, karibu tena katika kio changu cha simu. Kama nilivyokaribisha toka hapo awali kwamba leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kuedit video ama kutolea ufafanuzi pamoja pia na kuedit video ya kichawi, na moja kati ya vitu ambavyo tunatakiwa tuwe navyo ili tuweze kuedit video za kichawi. Sasa cha kwanza kabisa hapa ni lazima uwe na editor yoyote ama kifaa ambacho utaeditia kitu chochote kile. Unaweza kuwa na CapCut ama unaweza kuwa na UCut ama unaweza kuwa na KineMaster ama unaweza kuwa na Maker Video Guru, yani application nyingi sana unaweza ukawa nazo ama ukachagua mwenyewe uitumia application gani. Ila mimi hapa nitachagua application moja ambayo inafahamika kwa jina la UCut kwa sababu ni application ndogo, lakini pia ni application ambayo inafanya mambo makubwa. UCut unaweza kuwa unajiuliza inapatikana wapi? UCut inapatikana Play Store. So ukiingia Play Store andika UCut kama jina unaloliona hapa, zeni utaiona ambayo itakuwa kama ina kamkasi, utaidownload, kisha download utaifungua. Ukishaifungua UCut, basi utaenda pale kwenye new project. Hapa kuna new project, utakwenda kuweka video yako ama project yako ambayo unakwenda leo kuicheza. Leo tunakwenda kucheza na green screen. Hizi green screen ndizo ambazo zinatufanya tuedit ama tutoe movie kama ya kichawi ama tuoneshe mambo fulani ya ajabu kupitia green screen, lakini pia unaweza kuwa na blue screen, lakini pia unaweza kuwa na black screen, unaweza kuwa na vitu kama hivyo. Sasa mimi leo hapa tutakwenda kucheza na black screen, lakini pia tutakwenda kucheza na green screen. Huku kwa unanitazama live kabisa. Usibonyeze kidude, usipeleke mbele wala usistopishe video wala kukata video hii mpaka pale ambapo utasema kwamba bye bye. Sasa leo bwana nipo na green screen zangu ambazo hizi green screen kama unazoziona hapa, mfano kama hii inapatikana pale katika mtandao wa YouTube. So green hii hapa itakusaidia wewe kuweza kumfanya mtu abadilike kuwa nyoka na baadaye kufanya kitendo kama hicho ambacho unapata kukishuhudia wewe mwenyewe hapo kwenye screen yako.
hii itakuwa inaleta motisha sana katika video zako. Sasa lakini pia na green screen nyingine hii hapa. Hii ni green screen ya moto. Nadhani umeiona. Kwa huku kwetu Bongo wanaita kwamba ni uchawi. Lakini pia kuna hii tena, haya ni kama vile macho, ambapo haya macho unaweza kumwekea mtu akaonekana kwamba ana nguvu za ajabu, yani ana macho ya ajabu fulani hivi. Lakini pia kuna black, ambayo hii ni black screen, nayo pia ipo pale pale kwenye masuala ya moto, ama unaweza ukaita ni fire. Sio tu fire, ni fire intense kwa sababu unakuwa ni moto mkali. Sasa twende moja kwa moja tukachukue video. Katika video yako hakikisha kwamba una vitendo ambavyo vinaashiria kufanya kitu fulani. Mfano kama video yangu hii hapa. Hii ndio video ambayo tunakwenda kucheza, lakini hii video nikipeleka hapa, ngoja nipeleke paka maeneo fulani hapa. Unaona? Kama vile mtu anaomba kitu fulani, lakini ni kwamba mtu anakuwa kama vile kashika moto fulani. Umeona? Yaani kwenye video yako fanya vitu ambavyo vinaashiria kitu fulani. Sijui umenielewa? Yaani vinaashiria kitu fulani. Ukishakuwa umeweka vitu fulani ambavyo vinaashiria yani kama vile kitu, basi video yako itakuwa imecomplete. Lakini pia hakikisha kwamba akili yako inacheza vizuri, kwamba uwe unafikiria vitu fulani, unabuni vitu fulani vipya kupitia hizi editor. Hapo utakuwa umefanikiwa. Leo tuko na video hii hapa. Nikianza kwa kuiplay hapa inachezeka kama hivi. Naam, hii ni video ambayo unaiona hapo. Video hii hapa inaashiria kwamba mtu tunataka atokee. Lakini ili eneo ambalo tumelikodi hapa ni eneo ambalo tumelikodia stand. Hakikisha unanisikiliza kwa makini ili uweze, kwa sababu sitotoa video tena nyingine kama hii. Yaani sitokaa nikatoa video tena nyingine kama hii. Yaani nishatoa video hii ni ya pili. Kwa hiyo sitotoa video tena nyingine kwa sababu tu watu wamenisumbua sana. Nimeona niwaelekeze vizuri sasa. Hapa umepaona mtu kasimama hapo, lakini huyo mtu nahitaji atokee hapo ama apotee, yani yes, utanielewa. Kwa hivi nikiplay video mtu anatoka. Tap katika kutoka mtu, mimi nita stop tena. Hichi kipande changu nitakibonyeza hivi. Takwenda kubonyeza neno ambalo limeandikwa script, ambalo neno hilo litakuwa hapa juu, ila hapa tap script ama script, mimi napendaga kuita hivyo. Ukishabonyeza utakishika hichi cha mwisho huku, utakikata. Inamaanisha kwamba video yangu itaanza hamna mtu yoyote, lakini kumbuka kwamba mwanzoni kulikuwa kuna mtu. Sasa mara baada ya hapo tunaona mtu karudi tena, umemwona? Halafu anatua kama hivyo, umemwona? Yes, japokuwa kwamba ni video ambayo nimeichukulia kwa umbali sana, lakini pia kamera yangu haisapoti, ila mtu katua kama hivyo ulivyopata kuona hapo. Nadhani wewe mwenyewe umeshuhudia kwamba mtu karuka. Huyu hapa, tizama vizuri. Mwanzoni alikuwepo mtu akatoka, lakini pia mtu hapa anarudi pia. Huyu hapo, mtu huyo anarudi, mara baada ya hapo anajirusha. Sasa tutakwenda kuchukua hapa ambapo anajirusha hapa. Hapa. Nikishapa chukua hivyo na penyewe nitapakata kwa kubonyeza split. Yes. Baada ya hapo tarudisha nyuma kidogo ambapo kuna uwazi, hamna mtu yote anayetokea, na penyewe pia tapakata. Afu hichi kipande cha katikati cha hapa, hichi cha katikati hapa nitakidelete. Nitabonyeza neno delete kwa sababu hichi cha katikati tukiangalia hapa mpaka hapa ndipo ambapo pamezungushwa kaduara fulani. Kwa hiyo hichi ndio kipande ambacho hasa kimekusudiwa kwa hapa. Kwa hiyo utabonyeza delete. Nikishabonyeza delete, tizama mtu atatokea kama hivi. Angalia, japokuwa nimekuambia simu haionyeshi vizuri ama kamera yangu haionyeshi vizuri kwa sababu bado sijapata vifaa vikubwa. Kwa hiyo unabidi unanivumilia hivyo hivyo, nisikilize kwa makini. Na play. Tap, nikisha play mtu yapo katua hapo katokea. Umeona? Mtu yapo katua hapo, tap katokea. Na hivi ndivyo ambavyo unaweza kumfanya mtu atokee sehemu yoyote.
ila hakikisha tu uwe na stand ili mtu anapotokea awe anatokea vizuri. Angalia hapo, hii hapo tap, umemwona mtu katokea. Sasa wakati katokea kama hivyo, kama utahitaji kumwekea vitu vingine vyovyote vile ambavyo vitakuwa vinavutia, kama una green screen yako sasa, mfano kama mimi hapa nitakwenda kuchagua green screen yoyote ili niweke awe anavutia. Twende kazi. Sasa utakwenda kubonyeza neno hila hapa ambalo limeandikwa PIP. Ili neno PIP litakusaidia ama litakuwezesha wewe kuweka video nyingine juu ya video. Yani utaweka video juu ya video. Ukilibonyeza hilo neno PIP litakupeleka kwenye video zako zote. Sasa hakikisha kwamba uwe una black screen ama green screen ama blue screen. Lakini mimi hapa nimeandaa wanasema green screen pamoja na black screen. Utakwenda kuchagua wanaita black screen. Nikishachagua hii black screen, na mtakwenda kuikata ama takwenda kuipunguza ama kutafuta sehemu ambayo itakuwa inanivutia zaidi ili kuweza kuedit hapa. Kwa hiyo utakwenda kubonyeza neno ambalo limeandikwa trim. Ila hapa ili neno trim maana yake kwamba ni kama kamkasa, yani kama vile kukata fulani hivi. Tizama, ama kupunguza. Hii trim ni kukata ama kupunguza. Umeona? Taiachia mpaka hapa. Nikishaiachia mpaka hapa, nitabonyeza hapa. Nikishabonyeza hiyo tiki, inamaanisha umeona hapa katikati kwenye hili duara ni kwamba imekuwa nzuri. Lakini zeni baada ya hapo nitaipiga na filter kidogo ili iweze kung'aa kama hapo unavyopata kuona. Hiyo wanaita filter. Yes, filter hiyo. Napiga filter kidogo ili iweze kung'aa, ili kusudi napoweka kitu kiwe kizuri zaidi. Nikishapiga filter, takwenda kutafuta neno moja ambayo imeandika blend. Hiyo blend itaibonyeza. Nikishaibonyeza takwenda kubonyeza tena neno lingine ama sehemu nyingine ambayo imeandikwa filter pia. Tap. Nikishabonyeza hiyo filter tapiga tiki. Mara baada ya kupiga tiki, hii itakuwa imebaki kivyake. Umeiona Kwa hiyo nitaile kwa kubonyeza lile neno split, afu then nitabonyeza delete. Nikishakuwa hivyo, mtizama mtu yapo. Tizama. Umeona? Sasa lakini pia unaweza kuifanya iwe nzuri zaidi kwa kufanya kitu hichi. Naam, umenipata paka hapo. Nadhani umeona kwamba uzuri wake ulivyokuwa. Angalia. Naam, mtu anakuwa katokea kama hivyo katika mazingira mazuri zaidi, lakini pia anakuwa anavutia watazamaji ama watu kuendelea kufuatilia kwamba kuna nini kinatokea. Zeni baada ya hapo sasa tutakwenda katika kipengele kingine ambacho kinafuata. Tutaplay video ili tuone kwamba ni nini kinafuata, ili tuweze kuedit video yetu ya kichawi kwa uzuri kabisa. Zeni naona hapa kamera inacheza na pia inamfuata mtu.
Yes, huyu ambao unamuona mbele hapo anaitwa Sauti ya Sifa, pia ndio mimi unanisikia hivi sasa nikikufundisha vizuri kabisa. Hapo kuna baadhi ya maelekezo natoa kwamba nini kinafuata ama inakuaje. Tizama, yes, anakwenda kutoa macho kama hivyo. Ya hapo. Yes, katoa macho kama hivyo. Yes, sijajua ni nini ambacho kinafuata, ni muda mrefu kidogo nimeshuti video hii hapa. Ilikuwa imekaa katika device yangu. Kwa hiyo tunaisikilizia hapo tujue nini kinafuata. Yes, anatoa macho kama hivyo. Angalia, anaangalia kamera, anatoa macho kama hivyo. Sasa hadi mtu kutoa macho kama hivyo inamaanisha kuna kitu anakikusudia, manake kwamba macho yake abadilike kuwa kitu fulani, si ndio? Umeona macho abadilike kuwa kitu fulani. Umeona huyu hapo anafumbua macho, yani tuseme anainama, alafu zeni baada ya kuinama anaanza kurudi juu kama hivi, lakini akiwa macho yake yapandisha kama hivi. Kwa hiyo sasa hii inamaanisha kwamba kusudi langu ama kusudi lake huyu mtu nayemuona mbele ya kioo ni kwamba onekane kabadilisha macho, si ndio? Kwa hiyo sasa tutakwenda kuikata hapa sehemu fulani hapa. Yes, ngoja ifike sehemu hiyo, tutakwenda kuikata vizuri kabisa, sio hapa. Naam, tutaikatia sehemu hii. Tutaonesha kwamba mtu kafika hapo. Hii hapa, angalia mwanzoni hapa kwanza. Mtu yapo katua. Zeni baada ya kutua tutakata hapa. Tukishakata, kwa kuwa hichi kipande kimezungushwa duara la orange hilo ama jekundu fulani icha hapa, kwa hiyo hichi chote kitakuwa kinaondolewa kwa sababu utakuwa ni uchafu. Katika kuedit vipande vingi sana vinakuwaga ni uchafu. Yes, zamavu. Baada ya kutua hapo, kwa hiyo biti litakuwa linalia, alafu zeni mtu atageuza macho kama hivyo. Sasa baada ya kugeuza macho kama hapa, yani kaangalia kamera kama hivi, inamaanisha huyu pointi yake ni kwamba anataka haya macho yageuke kuwa kitu kingine ama kiumbe kingine. Sasa yatakwenda kugeukaje ya macho? Cha kufanya wewe utabonyeza hichi kipande. Tap. Ukishabonyeza hichi kipande, tafuta neno moja ambalo limeandikwa freezer, utalibonyeza pia. Lakini pia wakati huo nikukumbushe kwamba kumbuka tumejifunza hapo nyuma jinsi ya kumpoteza mtu na mtu atokee vizuri kabisa. Nadhani kama hujaelewa utarudisha video hii nyuma. Naam, ukishabonyeza freezer inamaanisha hii mbele ambayo unaiona hapa, hii yote itakuwa ni picha. Itakuwa haichezi wala ni mtizama. Hii hapo, umeona mtu kaganda kama hivyo, umeona? Yes. Kwa nini kaganda kama hivyo? Kuna kitu na kikusudia. Kitu gani sasa? Turudi hapa. Kumbuka kwamba hiyo tumeweka kwamba ni freezer. Nimeweka freezer kwa sababu gani? Kwa sababu kamera alikuwa kashika mtu. Kamera inahitajika igande vizuri ili uweze wewe kuedit uchawi vizuri. Kwa hiyo nimeweka freezer ili niweze kumwekea mtu macho hapo chapu. Macho utamwekeaje? Utakwenda pale kuna PIP. Utapabonyeza. Ukishapabonyeza pale katika PIP, utakuwa umeshaandaa macho yako. Huenda yakawa katika green screen ama katika black screen ama katika blue screen. Hizi green screen, black screen, blue screen zote zinapatikana YouTube. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. So mimi nitakwenda kuchagua hapa black screen yangu ambayo takuwa nayo. Kumbuka uchawi unafanya movie yako ipendwe, lakini pia movie yako iwe nzuri zaidi kupitia uchawi ambao labda wewe unaweza ukaudharau size hapo kwamba ukasema teacher mbona anatufundisha vitu kama hivi. No, mimi nakufundisha vitu ambavyo vina akili brother. Nisikilize kwa umakini ili uweze kujifunza. Na hapa sijakufundisha nini unafanya. Sasa ukishakuwa umebonyeza green screen, utatafuta neno moja ambalo limeandikwa chroma key. Utalibonyeza. Ukishabonyeza hilo chroma key, duara fulani litakuja hapo, fanya kama vile unalitrezesha kidogo. Ukishalitrezesha liweke paka pale kuna ukijani kama hapa. Ukishaka kuna ukijani, chini hapa utakutana na maneno mawili, kuna shadow lakini pia kuna strings. Utachukua ile strings utajaza hivi. Ukishajaza juu hapo patakuwa yale
kwa huyu jamaa, tap mpaka kwa huyu jamaa. So kwa kuwa hii sio movie, basi unaweza kuona kwamba kama vile na kurupuka fulani, lakini ukiangalia movie zangu ambazo nimeedit, we mwenyewe nadhani utapenda. Yani we mwenyewe nadhani utasema kwamba huyu jamaa alieditije. Baada ya hapo sasa utakuwa umeweza kuweka macho, yani macho fulani hivi, macho fulani amazing kama haya. Tizama na play sasa. Umeona macho yanakuwa kama hivi, lakini sasa haya macho huenda yakawa makubwa sana ama madogo sana kutokana na mtu tu mwenyewe ulivyompanga. Kwa hiyo sasa mimi nitaweka vizuri hapa. Naam. Kisha baada hapo tutaenda kutafuta neno trim ili kutafuta sehemu ambayo itakuwa inanoga zaidi. Hayo macho unayaweka hapa katika hii picha. Hivi ndio jinsi ya kutumia green screen wanasema. Naam. Bado tuna tizi moja la kuwasha moto mkononi, kwa hiyo cancel video wala store video. Naam, umeona Hakikisha kwamba macho yameendana, yamekuwa kama yake. Umeona Ukishaona haya macho yamekataa ama yamegoma, ujue kabisa kwamba ulikuwa umeweka kipande chako likishuti vibaya ama kamera yako uliweka vibaya. Kwa hiyo utakwenda kuangalia macho mengine ambayo we mwenyewe utakuwa umeshayaandaa. Mimi kama mimi macho mengine ninayo hapa. Kwa hiyo nitabonyeza tena setting zile zile ili kuweka macho yale. Lakini hapa ninayo ya wanasema black screen. Kwa hiyo hii black screen yenyewe utakwenda kubonyeza neno wanaita blender. Kisha bonyeza blender, utabonyeza filter, zeni macho yatakuwa haya hapa unayaona hapa mbele. Kwa hiyo nitafanya tu kuyaweka hapa. Angalia hapa na yakuza vizuri hapa. So sitopenda kuulizwa maswali mengi kuhusiana na project hii kwa sababu unafundisha kwa vitendo, lakini pia nadhani utakuwa umenielewa kama unanisikiliza kwa umakini. Kama utakuwa unanisikiliza kwa umakini, hautonielewa kama utabaki hivyo hivyo. Utaona tu kama vile video yangu hii imekumalizia MB zako. Ila kama unanisikiliza kwa umakini, utaelewa vizuri. Tizama hapa, sauti ya sifa huyu anakwenda kung'aa macho hapa kama hivi, anakwenda kumwekea macho vizuri hapo. Umeona macho yalivyokuwa. Zeni baada ya hapo sasa kumwekea macho kama hivyo. Yes, takwenda kuplay hapa ili uone macho yalivyokuwa. Angalia haya hapo, umeona? Yes, tasogeza juu kidogo hapa ili yaingane kabisa. Hakikisha kwamba kitu kinakuwa reality. Kitu kinakuwa ni kama vile cha ukweli. Haya hapo macho sasa. Haya hapo. Umeona Umeona macho? Nadhani hapo utakuwa umenisoma nini inamaanisha. Umeona macho Hayo ndio macho, wanasema macho kama ya ukweli. Hapo nadhani utakuwa umeelewa kwamba nini na maanisha. Haya hapo, tizama. Umeona Baada ya kufanya kitu kama hicho, inamaanisha hivyo ndio jinsi tunavyokwenda kutumia black wanasema black screen ama green screen ama blue screen. Baada ya hapo tapakata hapa. Nikishapakata tasogeza hii video yangu mbele hapa. Kuna kitu kingine kitakuwa kinafuata. Kitu gani? Tutizame hapa nini ambacho kinafuata. Kinachofuata ni mtu kwamba ananyenyuka hapa alipo. Hii hapa mtu ananyenyuka hapa. Naam. Hii hapa mtu ananyenyuka hapa.
huyo hapo mtu anakuwa ananyenyuka kama hivyo. Kwa hiyo kitu kinachofuata hapa ni kwamba mtu ananyenyuka hapa. Baada ya kunyenyuka huyu mtu tunamuona kabisa kwamba kama vile ana hasira fulani. Katika kuwa na hasira hiyo, basi anaelekeza kwamba kameramani arudi nyuma. Kumbuka wewe unayemuona mbele hapo ni mimi mwenyewe. So na maelekezo natoa mimi mwenyewe. Umeona kama vile anafanya kitu fulani cha kuwasha moto hicho hapo. Na mkakosea pia. Kwa anaweka kitu kizuri hapo. Ushanisoma Sasa baada ya kuwa kafanya kitendo hicho, inamaanisha hicho kitendo ni cha kuwasha moto. Kwa hiyo nitaweka paka hapa hivi, tapakata. Kwa sababu vipande vya nyuma vyote vinakuwa kama vile uchafu. Kwa hiyo taanzia hapa anaponyenyuka, taenda paka hapa. Umeona? Kumbuka hapo mbele kidogo ataelekeza kitu. Yes, ni video ndefu paka nimeamua kuelekeza kama vile naongea fulani. Kwa hiyo takatia hapa. Nikishakata hichi cha katikati takifuta. Na hivyo ndo jinsi anavyoshuti movie. Movie nadhani unaona movie tu inavyohama. Mtizama movie inavyohama kwanza. Kwa hiyo utarudisha hapa, takatia hapa. Kumbuka kwamba kila kitu ninachokifundisha nimeshafundisha hapo awali. Yani kila kitu ninachokifanya nimeshafundisha hapo awali, ila nakwenda kumalizia tu kitu cha mwisho, kuwasha moto. Kwa hiyo sasa hapa mtu tunamuona hapa kasogea nyuma, lakini ananyoosha mkono kama hivi. Baada ya kunyosha mkono kama hivi paka hapa nitizamie hii hapo, kanyosha mkono paka hapo. Sasa mimi tachukulia mkono uko hapa, tuseme uko hapa. Yes, uko hapa. Baada ya kuwa hapa takwenda kubonyeza lile neno PIP. Tap. Nikishabonyeza lile neno PIP takwenda kutafuta moto wote niweke hapo. Either wa green screen ama wa black screen. Lakini mimi takwenda leo kutumia, yes, nadhani nishakufundisha jinsi ya kutumia green screen. Unaenda kuna chroma key, lakini pia black screen unaenda kuna behind. Mimi takwenda kutumia black screen, jinsi ninavyoenda kwenda kuwasha jinsi ninavyokwenda kuwasha fire. Nikishatumia hii behind ama blender, yes, wanaita blender, tabonyeza filter, moto utakuwa huu hapo. Moto ndo huu hapo, lakini sasa takwenda kuwekea wanasema filter. Tabonyeza pia filter. Nikishabonyeza filter taenda adjust. Na moto huu hapa na uchezea hapa. Huu hapo moto. Sasa baada ya kuwa moto ndo huu hapa, tizama. Moto atakwenda kuushika hapo huo. Umeuona Moto huu hapo kaushika vizuri kabisa. Ni kwamba huo ndio wanaita hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukaedit kupitia hizo wanasema green screen pamoja na wanasema black screen pamoja na blue screen. Tunaweza kuedit kiurahisi kabisa kwa njia hii hapa ambao unaiona hapa wewe mwenyewe live kabisa kupitia Teacher Sauti ya Sifa. So kwa mafunzo mengine ama kwa video zingine tukutane hapo mbele, lakini pia hakikisha uondoki hapa bila kubonyeza neno lililoandikwa wanasema subscribes.
Natumaini kwamba umejifunza jinsi ya kuweka uchawi ama jinsi ya kutumia uchawi ama ya kuedit uchawi kupitia simu yako ya mkononi UCAT. Leo nilikuja kufundisha kizuri kabisa. Yaani nimefundisha vizuri kabisa. Kama hutakuwa umeelewa basi achana na masuala ya kuedit. Wewe utakuwa sio editor na huwezi kuelewa chochote. Kama utakuwa hapa umeshindwa kuelewa size, basi wewe sio editor na huwezi kuelewa chochote. Lakini kama umeelewa, mafunzo mengine yanakuja, niambie kitu gani ambacho unatamani kujifunza kupitia channel yetu pendwa hii, lakini pia share hii video ili na wengine wapate kuiona, wapate kujifunza. Wewe unifahamu, naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. So naombeni support yenu kutusupport katika channel yetu nyingine ya burudani ambayo inaitwa Sauti ya Sifa Film. Fika pale, angalia video za pale, hakikisha pia unasubscribe. Napenda, bye.